Kwa jina naitwa Dr. Alan Tarimo, nafanya kazi na Wizara ya Afya, niko katika programu ya taifa ya kudhibiti ukoma. Kwa leo hapa tuko katika wadau wa mchezo wa darts. Kama mnafahamu, afya na michezo ni sehemu ambayo zina vitu vile ambavyo tunavihamasisha katika jamii yetu. Sasa kama wadau tumefarijika sana kuona mchezo huu ambao unapata nafasi katika jamii na unaweza sasa kuonekana kama mchezo ambao unawaleta watu pamoja, lakini katika nafasi hii tunapata nafasi vile kama wizara kutoa elimu ya afya kwa umma kuhusu magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua jamii yetu. Labda kwa kifupi ningezungumzia ugonjwa ambao unaenezwa na maambukizi ya kifua kikuu, TB, ambao umekuwa ukisumbua sana jamii yetu. Kama wizara, wiki hii tuko katika wiki ya afya, na kipekee tunazungumzia kauli mbiu ambapo tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Afya imara ni msingi na mtaji wa kila binadamu. Kwa hiyo tunajaribu kuweka hii dhana ili jamii ielewe kwamba afya bora ndio kila kitu. Kwa sisi katika eneo la TB tuna mikakati mbalimbali, sababu TB bado ni janga katika jamii yetu, na watu wengi sana wanapata ugonjwa huu ambao unaambukiza kwa njia ya hewa, na vile vile unasababisha vifo kama hautachukuliwa hatua za mapema, yani kugundua na kuutibu. Sasa kama wizara nilitaka leo nizungumzie mkakati ambao tunao wa kushirikisha jamii kwa kutumia huduma za mkoba, yani tunaita mobile outreach clinic. Sisi kama wizara tuna magari 5 ambayo yanatoa huduma za upimaji, uchunguzi wa kifua kikuu na hata kuanzisha matibabu katika maeneo mbalimbali. Sasa kupitia hii Samia Suluhu kampeni ambayo tunaita Samialism, tulidhani fursa pekee ya kuweza kuwaelimisha umma, kuhabarisha umma kuhusu mafanikio ambayo imepata serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, especially katika mambo ya afya na katika hii kudhibiti maambukizi ya kifua kikuu. Magari haya yapo na yana bahati nzuri sana, yana vipimo vyote vya msingi. Ya kwanza, yana mashine za kisasa kabisa zinazoitwa digital x-ray, ambazo mbali ya kupima tu kifua zinapima mpaka maeneo mengine. Unaweza kupiga chest x-ray, unaweza kufanya x-ray ya mifupa, uti wa mgongo, kila kiungo kinaweza kufanywa x-ray. Kwa hiyo ni fursa pekee nyingine, mbali na tu kupima TB, lakini kupima magonjwa mengine. Mbali na x-ray, hizi au magari haya yana mashine za kisasa kabisa za upimaji wa kifua kikuu zinazoitwa Gene Expert. Hizi zinaweza kupima vinasaba vya kifua kikuu na mtu anaweza kugundua ugonjwa wa TB ndani ya masaa 2. Kwa hiyo utagundua kwamba mtu anaweza kupata huduma na akagundua hali yake ya maambukizi ya kifua kikuu ndani ya masaa 2, na kama anagundulika anaanzishwa matibabu hapo kwa hapo. Na kumbuka, huduma hizi tunazitoa bure. Kwa hiyo nitaka kutumia nafasi hii kusema kwamba kwa mkoa wa Dodoma tunayo nafasi ya kushirikiana na wadau. Yapo wanaweza wakasema wanapotaka, tuko tayari kushirikiana nao, tukwenda tukatoa huduma hizi tukielezea mafanikio ya serikali yetu, lakini tukitoa huduma katika jamii. Kwa hiyo mbali na kuwa na x-ray, mbali na kuwa na mashine za kupima TB, lakini vile tunapima na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wakati fulani tulikuwa tunatoa chanjo mpaka ya COVID-19 wakati ule, na chanjo mbalimbali ambazo tunaweza kushirikiana naweza kutoa. Kwa hiyo ni nafasi pekee vile vile, kwa sababu vile vile kunakuwa na wahudumu wa afya ndani hilo gari, kunakuwa na daktari, kunakuwa na wataalamu wa maabara, kuna wataalamu wa mionzi, kuna nurses. Kwa hiyo utaona ni package ambayo imekamilika. Kwa hiyo nilikuwa nataka kutoa fursa hii kwa watu ambao wako tayari kushirikiana na wizara, yanapatikana, waje tuongee, tuone namna ya kuwafikia wananchi kwa kushirikiana, ili huduma hizi ziweze kufika mpaka katika ngazi ya chini kabisa, ambapo huduma za afya zimekuwa zikiwa zinapatikana katika. Kuna mtu ambaye anaweza akahitaji huduma hii, kiongozi. Je, magari haya kuna utaratibu gani wa kuweza kuyapata au kuwapata nyinyi kwa ajili ya kuweza kupata matibabu? Magari haya kama nilivyosema tunayo, na yanapatikana kwa sababu tunapata ufadhili wa wadau mbalimbali kuweza kuhudumia kwenda katika ngazi ya jamii. Kwa hiyo ndio maana nimetoa wito hapa kwa wadau ambao wako tayari kushirikiana na sisi, waje tuongee, tuone namna gani tunaweza tukashirikiana tukayapeleka katika maeneo mbalimbali, hasa yale ambayo yana misongamano au yana vihatarishi vya magonjwa kama ya kifua kikuu. Kwa mfano kwenye maeneo ya machimbo, kwenye machimbaji wadogo, kwenye kambi za wavuvi, kwenye masoko, kwenye viwanda, sehemu ambazo kidogo kuna riski tunaita au vihatarishi zaidi, tungependelea yaende huko, lakini kwa sababu ya resources, rasilimali kuwa finyu, tunashindwa kuyafikia. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wadau, tushirikiane nao tuweze kuwafikia huko walipo wananchi wetu.